Yes, bana mtazamaji wa Simba Hub, karibu kwenye preview ya mchezo wa Pamba Jiji dhidi ya Simba Sports Club, mchezo ambao unafanyika Alhamisi ya wiki hii katika uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza. Pamba Jiji ni timu ambayo tunafahamu huwa inaonyesha sana upinzani mkubwa sana pindi ambapo wakikutana na Simba Sports Club, hasa wakiwa katika uwanja wake wa nyumbani. Na tunakumbuka kwa mfano msimu uliomalizika mwaka 2024-2025 namna ambavyo Simba ilipata ugumu mkubwa sana kupata matokeo katika uwanja wa CCM Kirumba dhidi ya Pamba Jiji. Ilichukua goli la penalti kutoka kwa mshambuliaji Lionel Ateba kuweza kuwafanya Simba Sports Club kuondoka na matokeo ya alama tatu. Lakini licha ya kuondoka na alama hizo tatu ngumu katika siku hiyo, tunafahamu kwamba kuna vitu vingi vilikuwa vinaendelea hasa nje ya uwanja. Unakumbuka siku moja kabla ya mchezo huo kulitokea vurugu nyingi katika siku ambayo Simba walikwenda kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea katika mchezo huo. Siasa zikawa ni nyingi sana, lakini mwisho wa siku mchezo ulichezwa chini ya malalamiko mengi kutoka katika timu ya Simba Sports Club. Sasa haiwezi kuwa tofauti tena na hivi ambavyo Simba wanarudi tena Mwanza kucheza na Pamba Jiji, kwa sababu tayari maneno yameanza kuwa mengi sana. Lakini kuanzia juzi jana kuna taarifa zilikuwa zinaenezwa ambazo sio taarifa rasmi kuhusiana na ahadi ya mabonus ambao amepewa Pamba Jiji. Lakini kwa taarifa nilizonazo mimi ni kwamba ile video ambayo ina circulate ikimhusisha mlezi wa timu ya Pamba Jiji ambaye pia ni mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda kuwapa kiasi cha shilingi milioni 10 Pamba, ilikuwa ni fedha ambayo alitoa ilikuwa ni Februari 28 mwaka huu 2026. Ni fedha ambayo alitoa kama motisha kwa kiwango kizuri ambacho Pamba Jiji walikuwa wamekionyesha katika kipindi hichi kipindi cha mwezi Februari, ambapo katika kipindi hicho Pamba Jiji walicheza michezo miwili ya nyumbani dhidi ya Namungo na dhidi ya Coastal, na wakashinda michezo yote miwili kwa kupata alama 6 maximum point, na mlezi wao akaenda kuwapa bonus ya milioni 10, huku akiwahimiza zaidi pia kufanya vizuri katika mchezo ambao inafuatia. Na tuliona kwa mfano katika mchezo wa Machi mbili ambao Pamba Jiji walicheza na Azam FC namna ambavyo walikaza na kuondoka na alama moja katika sare ambayo walipata ya magoli 2-2. Na rejea tena katika uwanja wa nyumbani katika mchezo mwingine wa ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya Simba Sports Club. Nini ambacho kitakwenda kutokea ni swali ambalo tunasubiri kuona likijibiwa katika uwanja wa mchezo uwanja wa CCM Kirumba Alhamisi ya wiki hii. Sasa kuna vitu kadhaa ambavyo nataka tuvizungumze hapa kuhusiana na ubora wa Pamba Jiji msimu huu na kile ambacho Simba wanapaswa kukitarajia katika mchezo huo wa Alhamisi ya wiki hii. Kwa kuanza na ubora wa Pamba Jiji, lazima mashabiki wa Simba wafahamu kwamba Pamba Jiji ni miongoni mwa timu 4 katika ligi kuu ya soka Tanzania bara mpaka sasa hivi. Katika msimu huu wa mwaka 2025-26 ipo katika timu 4 zile ambazo hazijapoteza mchezo wote wa nyumbani katika ligi kuu ya soka Tanzania bara mpaka sasa hivi, ambao tunazungumzia timu ambayo haijapoteza mchezo wote wa nyumbani mpaka sasa kwenye ligi ya Tanzania ni Young Africans ambao katika mechi zao za nyumbani wao wamekusanya alama 22, wakifuatiwa na Pamba ambao katika mechi za nyumbani pekee wamekusanya alama 18. Ni miongoni mwa team top 2 zile best team za juu mbili ambazo zilikuwa zikipata matokeo ya uhakika wanapocheza katika uwanja wa nyumbani. Mpaka sasa hivi Pamba Jiji wamecheza michezo 8 wakiwa katika uwanja wa CCM Kirumba, wameshinda michezo 5 na wakapata sare katika michezo 3. Na sare hizo 3 ambazo wamezipata Pamba Jiji ni dhidi ya timu zile ngumu ambazo zina wachezaji pia wa kimataifa na zinaonyesha ushindani kweli kweli. Wamepata sare dhidi ya Azam kama ambavyo nilikwambia awali, lakini walipata sare nyumbani dhidi ya Singida Black Stars, lakini pia wakapata sare wakiwa nyumbani katika mchezo dhidi ya TRA United. Kwa hiyo ni timu ngumu kufungika, hasa wakiwa katika uwanja wa CCM Kirumba, uwanja wa nyumbani, na kama nilivyokueleza hapo huwa wana uhakika wa kuondoka na matukio point 3. Wakikosa sana ndio hivyo wanaambulia sare katika michezo yao ya nyumbani. Na mwalimu wao Francis Baraza kutoka Kenya ni mwalimu mshindani kweli. Nafikiri kama mnakumbuka kwenye mechi kubwa kama mnafuatilia vizuri Pamba Jiji katika mechi kubwa ambazo ameongoza Pamba msimu huu, amekuwa akionyesha upinzani pindi anapokutana na hizi timu kubwa. Nafikiri mnakumbuka mechi ambayo
walicheza na Young Africans. Ilikuwa nafikiri ni mchezo wa pili katika ligi kuu kwa upande wao msimu huu ambao ulifanyika katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, na aliwapa game ngumu sana Young Africans sasa kipindi cha kwanza, licha ya wao kupoteana kipindi cha pili kwa kufunga magoli 3-0, lakini angalia ushindani ambao aliutoa pia katika mchezo dhidi ya Azam katika sare ya juzi ya mechi mbili, sare ya magoli 2-2. Ilikuwa ni ushindani mkubwa sana. Azam hiyo lazima kufanya comeback ya magoli 2 ndio waambulie sare, na amekuwa akiset timu yake pindi anapokutana na hizi timu kubwa katika mfumo ambao anazuia sana, anajihami kwa kuzuia na wachezaji wengi then kushambulia kwa mipira ya counter attack. Kwa mfano ukijaribu kuangalia katika mchezo wa Azam ambao alipata sare dhidi ya magoli 2-2 dhidi ya Azam, alianza na mfumo wa mabeki wa 3, wa 4, 1 na washambuliaji wawili, na mara nyingi akicheza na hizi timu kubwa mabeki wa 3 huwa anacheza na Kenneth Kunambi, huwa anacheza na James Mwashinga na hodha wao huyu, bila kumsahau Abdul Majid Mangalo. Hao ndio wanaunda ukuta wa mabeki wa 3 nyuma, mabeki wa kazi. Lakini wing back mara nyingi anamtumia fullback wa kushoto Ibrahim Abraham kupandisha mashambulizi, huku akiwa na viungo wawili wa kabaji ambao hapa unamkuta Kevin Nasho, ambao katika michezo mikubwa karibu yote, mchezo dhidi ya Singida alifanya kazi kubwa sana, kaibuka man of the match. Mchezo dhidi ya Azam pia Kevin Nasho alikuwa pia ni mchezaji bora wa mchezo huo, na amekuwa akicheza Kevin Nasho katikati pamoja na Samuel Siwa. Huyu ni mchezaji raia wa kigeni ambaye pia yupo katika safu ya kiungo cha Pamba Jiji. Lakini mbele katika washambuliaji watatu, mara nyingi kiungo wao mshambuliaji ni Zabona Mwayomba. Huyu anacheza nyuma ya washambuliaji wawili ambao anawasimamisha mbele. Mshambuliaji mmoja mrefu Matthew Tegisi kutokea Kenya, lakini pia anakuwepo Peter Lwasa, mshambuliaji huyu kutokea Uganda, ndo wanaunda safu ya ushambuliaji ya Pamba Jiji, na wamekuwa wakicheza kwa pamoja katika karibu michezo yote ambapo Pamba Jiji amekuwa akicheza. Na huyu Matthew Tegisi ndio top scorer katika kikosi cha Pamba Jiji, ana magoli 4 akifuatiwa na Peter Lwasa ambaye kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara mpaka sasa hivi amefunga magoli 3. Peter Lwasa alifunga katika mchezo dhidi ya Azam, mchezo wa mwisho, lakini Matthew Tegisi naye pia amekuwa na kiwango kizuri sana, kama nilivyokuambia ndio top scorer wa timu. Kwa hiyo Simba wanapaswa kuwa makini na kujiandaa. Pamba kwenye mechi kubwa wanazuia, mwalimu Francis Baraza huwa anazuia na walinzi wengi. Kwa hiyo Simba wanapaswa kutengeneza mazingira ya ku-unlock defense ya Pamba Jiji ambayo imekuwa ni ngumu kufungika, hasa katika uwanja wa nyumbani wanapocheza na hizi timu kubwa. Na nafikiri Simba wanapaswa kutegemea mazingira ambayo walikumbana nayo walipocheza dhidi ya Dodoma Jiji, mchezo ambao ulimalizika kwa sare ya bila kufungana. Nafikiri mazingira haya yanaanza kujirudia. Kwa hiyo mwalimu wa Simba Steven Becker anapaswa kujiandaa kwa usahihi, mbinu zake aweze kujiandaa kwa usahihi, kutengeneza mfumo ambao utaweza kuwa na ubunifu mwingi wa kutengeneza nafasi. Lakini pia kitu kingine, Simba wanapaswa kuboresha ufanisi wao pindi wanapotengeneza nafasi. Wanapaswa kuzitumia nafasi chache ambazo watakazozipata ili waweze kufunga magoli. Vinginevyo wakishindwa kufanya hivyo, mechi itakuwa ngumu kwao na pengine inaweza ikawawia vigumu wao Simba Sports Club kuondoka na point 3. Lakini yote kwa yote, Simba bado ni Simba. Quality ya wachezaji alionao huwezi kulinganisha na wachezaji ambao wapo Pamba Jiji. Kwa hiyo ana nafasi kubwa ya kupata matokeo aidha ya ushindi ama kuondoka na alama moja akiwa ugenini, lakini itakuwa ni mechi ngumu. Kama nilivyokueleza kwamba Francis Baraza, mwalimu huyu wa Pamba Jiji, ni mwalimu mshindani kweli kweli. Timu yake mara nyingi katika mechi kubwa wanakuwa very compact, very organized, lakini pia ni watu ambao wanajua kutumia nafasi wanazozitengeneza kupitia kwa washambuliaji wao wawili Peter Lwasa pamoja na Matthew Tegisi. Kwa hiyo Simba wanapaswa kuwa makini katika defense yao kuwazuia hawa washambuliaji wawili, lakini pia wanapaswa kuwa wakatili, kuwa wafanisi pindi wanapotengeneza nafasi katika lango la Pamba Jiji.